Ushuhudia mchezo kwa dakika zote 90. Tuambie kwanza umeutazama mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mzuri, ulibalance kwa sababu Stellenbosch unagundua kuwa wanahitaji mafanikio na Simba walikuwa hawajavuka kwenda nusu finali muda mrefu. Kwa hiyo walikuwa wanautaka mchezo, ndio maana unaona mchezo kama 50-50, lakini wamepata goli moja Simba. Alhamdulillah litawapeleka. Wakienda kule kwao wakakaze tu wakazuie basi. Hivyo. Fobi kama Fobi. Yeah. Lakini unajulikana mwananchi Fobi. Ni kweli. Mimi ni mwananchi kabisa. Hauna maumivu? Mimi sina maumivu, of course ni lazima kitaifa. Ikija kitaifa mimi jambo la kitaifa. Jambo la kitaifa mimi sipendi kuwa na upande kwa sababu kama Simba watapita ina maana kuna point zitaongezeka kwenye taifa letu, ligi itazidi kufanya vizuri. Umenielewa? Yeah. Sawa, umekitazama sasa kikosi cha mnyama kwa ujumla, nani hasimu wako? Na tukumbuke mchezo mmoja bado hujachezwa wa dabi yenu. Ukiwatazama na ubora wa kikosi chako kwa sasa. Mchezo si tushashinda bana. Mchezo wa dabi sidhani kama utakuwepo tena. Hamna mchezo wa dabi? Hamna. Fobi, kuona na wewe hauchezi? Mimi siwezi kucheza kwa sababu dabi ilishapita, ila nikwambie ukweli hata kama yani Simba kwa sisi kwa Yanga hata mechi ikitoa asubuhi saa 11 alfajiri Yanga wana uwezo wa kufanya vizuri. Kwamba hata kikipigwa tena? Hata kikipigwa tena. Timu ya Yanga iko bora sana. Yeah. Sawa, bana umewatazama Stellenbosch. Yeah. Mchezo wa marudiano utakuwa nyumbani kwao South Africa. Yeah. Unadhani kwa ushindi huu wa goli moja labda inaweza kupelekea mnyama akapata wakati mgumu kidogo? Kiukweli game ya nyumbani, mtu yote anayekuwa nyumbani kwanza anatakiwa ujue upande wote unakuwa upande wake wa marefa na nini, kwa sababu mtu anakuwa nyumbani. Tumeona hapa kuna matukio baadhi sababu timu iko nyumbani, kwa hiyo namna hiyo kuna namna mcheza kwao. Yeah, mcheza kwao hutuzwa. Kwa hiyo naamini game itakuwa ngumu sana. Kitu ambacho Simba wanatakiwa kufanya ni kuwa na strategy nzuri ya kuzuia na kushambulia kwa kustukiza. Si unanielewa? Wasiende kwa kujiamini kwamba tushapata ushindi wa goli moja. Wale jamaa kwao nao ni wabaya, wamemtoa Zamalek kwenye hatua ya robo. Sisi tulikuwa hili sio la kusahau. Kwa hiyo yeah, hatua ya robo sisi tulikuwa tunasema Simba wanakutana na Zamalek hata kabla hawajakutana na Stellenbosch. Umenielewa? Tulikuwa tunasema Simba nafasi alipewa Zamalek. Yes, alipewa Zamalek. Wao wakamuondoa. Yes, kwa hiyo wanatakiwa wawe tu makini wakienda kule yani. Yeah. Kuna kitu kama ukitazama hii michuano kama shabiki wa Yanga hakuna kama wivu fulani? Kiukweli mimi ningekuwepo. Wivu upo. Wivu upo. Kiukweli mimi nasikia wivu kwamba timu ya Simba inafanya vizuri kama hivi. Nilitamani Yanga ndo tuwe sehemu kama hii, lakini si mbaya kwa sababu sisi tuliwahi kufika finali kwenye haya mashindano. Kwa hiyo kwa sasa hivi wivu ninao, lakini si kwa kiasi hicho. Simba akienda finali kama ambavyo sisi tulienda tumevaa medali, basi mimi nitakuwa na wivu mkubwa sana. Lakini kwa kuishia hii sitokuwa na wivu sana. Kama walivyo wao wamepania kulileta, wakilileta itabidi mtaenda kukaa wapi sasa Fobi? Hiyo sasa hiyo. Wakilileta. Hiyo sasa hiyo itakuwa ngumu sana kwetu kiukweli, ambapo inatakiwa sasa sisi tupambane na sisi tulilete la kwetu. To be honest, lakini mpira ndo unavyotaka. Lakini kiwalisani kwamba Fobi unaomba wasiende wasililete. Wewe ndo unaongea, wewe ndo unataka mimi sasa kunisababishia nionekane hivyo. Yaani kiukweli dua mbaya. Mimi unajua niko 50-50 kwa sababu nikifikiria kinchi. Unajua hizi pointi ambazo wanakusanya Simba inawasaidia wao, lakini na nchi pia inaisaidia. Tunavyosikia kwamba Tanzania labda ligi yetu ni ya fulani, ni kutokana na point kama hizi pia. Kwa hiyo silaumu sana, lakini kimtindo wa ile kisa kitimu yangu mimi nasikia wivu. Lazima niwe na wivu, na kuna wakati wenyewe wacheza kimataifa Zanzibar, nyinyi mko Babati Manyara. Unaona utani huo sasa. Bwana Fobi, kila la heri. Mimi nashukuru sana sasa. Bwana huyo ni msanii Fobi. Msanii